Kusudi kubwa la Pentekoste ni huduma au utumishi. Kusudi kubwa la Pentekoste, kwamba watu wanajaa nguvu za Roho Mtakatifu, kusudi lake nini? Waende wakatumike. Waende wakatumike kwa ajili ya huduma. Tumuone kidogo Yohana. Yohana anakazia mambo makubwa mawili. Anakazia huduma, anakazia wokovu. Hebu angalia Yohana sura ya 16. Nataka kwenye utangulizi wangu nipate vizuri kule ninakotaka kwenda. Yohana sura ya 16, angalia mstari kuanzia wa 8 mpaka 11. Alafu utaangalia tena Yohana hapo hapo tena, lakini sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 8. Utaona pale anazungumza kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili. Maana yake kuzaliwa mara ya pili ndio maisha mapya ya wokovu. Sasa ukisoma maandiko hayo utaona Yohana anakazia mambo makubwa mawili. Anakazia huduma, alafu anakazia wokovu. Maana yake huyu Roho Mtakatifu anapojaa katika maisha ya muamini, atamsaidia kwa habari ya maisha ya wokovu. Atazaliwa huyu mtu mara ya pili. Maana yake yale maisha yale ya kale anabadilika na kuwa kiumbe kipya. Mambo yale ya zamani yanaondoka, tabia zile za zamani zinaondoka. Lakini bado anakazia kwa habari ya huduma. Ukimwangalia mwingine anaitwa Paulo. Paulo yeye anakazia mambo makubwa matatu kwa habari ya Pentekoste. Anakazia wokovu, lakini naye anarudi pale pale kwenye huduma. Alafu anakazia jambo la tatu, utakaso. Hebu angalia kitabu kile cha Tesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 13. Haya maandiko tusome sasa. Tusome hapo. Tesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 13. Alafu wewe unaandika, utaandaa pia Warumi 15 mstari wa 19. Tesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 13. Anasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Anazungumza mambo muhimu sana hapa. Roho Mtakatifu anayo kazi pia ya kutakasa, kufanya usafi wa mioyo yetu. Na ndio maana mtu ambaye nguvu za Roho Mtakatifu ziko ndani yake, huwezi kumkuta huyo mtu anaanza kupata hamu au kushawishi cha dhambi. Yaani mwili wake unakuwa kama mwili uliokufa. Mtu aliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu, mwili wake ni kama umekufa kwa habari ya dhambi. Roho Mtakatifu anatakasa, anakusafisha kila wakati. Ndio maana nikawa nasema ukimkosa Roho Mtakatifu ni jambo la hatari sana. Leo hii unaweza kukuta maisha ya dhambi, watu wametapakaa maisha ya dhambi. Leo watu wengi wamejaa dhambi. Wengine wapo makanisani kabisa lakini wamejaa dhambi. Ana tamaa ya dhambi. Watu macho yao hayajakamatwa na Roho Mtakatifu. Miili yao haijakamatwa na Roho Mtakatifu. Jambo la hatari kabisa. Na matokeo yake hatutaweza kuona neema ya Mungu ndani ya kanisa. Utakatifu ni jambo la lazima kwa kila mtu, la lazima. Tunapoitwa wa Pentekoste, lazima utakatifu liwe jambo la lazima. Wakati mwingine anakuaga mpaka mkali. Niliitwa mahali fulani kwenda kuhubiri, alafu akanilaza mahali fulani. Alafu mchungaji akatangaza kwamba wenye mahitaji mkamwone mhubiri yuko mahali fulani. Wakawa wanakuja mpaka wadada mle. Piga marufuku. Niliwatimua vibaya mno. Timua kabisa. Ambia sitaki. Unajua dhambi ya uzinzi
haihitaji kulemba, ni ya kuikimbia. Kuikimbia. Haihitaji kuipaka, ni kutoka mbio. Kutoka mbio. Kwa hiyo nikamwambia mchungaji tukutane tu kanisani pale, nitaombea watu. Kwenye nyumba nayokaa marufuku, sitaki. Dhambi ya uzinzi ni ya kuikimbia. Haina cha askofu, haina cha nani, kuikimbia. Lakini Roho Mtakatifu pia akiwa ndani yetu, hutawaza mambo hayo. Mwili wako utakuwa umepondwa. Lakini kwa nini watu leo maisha ya dhambi ndio imekuwa ni kama ndio story kubwa? Kwa sababu watu wengi wamemkosa Roho Mtakatifu. Wamemkosa Roho Mtakatifu. Kimpata Roho Mtakatifu anakufinyanga. Unazaliwa mara ya pili. Unakuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.